الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة الله على نبينا المصطفى سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu zangu Islam, leo tunaendelea tena na somo letu la talaka katika Uislamu, ikiwa leo ni nafasi na sehemu ya 19. Kipindi kilichopita tulizungumzia hukumu na nafasi ya kadhi kutoa talaka, kumpa mwanamme au mwanamke ambaye hapati huduma kupitia mumewe. Katika sehemu hii kuna masharti ambayo wanawachuoni wameyaweka na kuyafafanua ili iwezekane kadhi kuweza kutoa talaka kwa mwanamume pindi anaposhindwa kumhudumia mkewe. Miongoni mwa masharti haya ni kama ifuatavyo: ayakuna i'saru zawj bin nafaqa thabita. Kwanza, iwe kule kushindwa mwanamume kumhudumia mkewe kuwe kumethibiti, ima kwa kukiri wawili hawa, mke na mume, kukiri mke kwamba mume wangu hawezi kunihudumia, pia mme kulithibitisha hilo kwamba kweli mimi siwezi kumhudumia, au kwa ushahidi ambao unakuja kutujulisha juu ya kwamba kweli mwanamume huyu hana uwezo wa kumhudumia mkewe. Hivyo endapo ikathibiti wawili au kwa ushahidi, kadhi anayo nafasi ya kutoa talaka mahakamani. Na miongoni mwa ni kweli ni maskini, hana uwezo wa kumhudumia mkewe, lakini yeye amejizuia kumhudumia mkewe, ni wajibu kwa mwanamke kupewa matumizi hayo, ambayo haya ni matumizi ya mtu aliyekuwa ni maskini, hata kama wakiwa ni matajiri wote wawili. Lakini kinachoangaliwa ni anayatoa mume. Ikiwa yako chini, anatoa yeye ni tajiri, lakini anatoa matumizi ya mtu aliyekuwa ni maskini, hapa mwanamke hata kuwa na nafasi ya kuomba talaka na kuweza kuivunja hii ndoa, wala kadhi hana nafasi ya kuivunja ndoa hii, maadamu kimepatikana kile ambacho mwanamke anao uwezo wa kuishi kwa hicho, hata kama si katika mustawa wa maisha yake. Tuje katika mulahadha kuizungumzia jambo hili, kwa maana ikiwa tutazungumza ya kwamba mume ikiwa ni tajiri na akatoa matumizi ambayo ya maskini, kupeleka katika familia yake matumizi ya maskini wakati yeye ni tajiri, kama vile chakula, kama vile mavazi, kwa mfano, tumesema kwamba mwanamke hana haki na hana nafasi ya kuweza kuivunja ndoa hii, na kadhi hana nafasi ya kuweza kuivunja hii ndoa. Kipi ambacho kinathibitisha haki ya mwanamke au haki ya kadhi kuivunja ndoa ya watu kama hawa, ndoa ya mtu ambaye ameshindwa kumhudumia mkewe? Kile kinachozingatiwa katika umaskini au katika kujizuia kutoa huduma kumpa mkewe mwanamume huyu, huwa taamu wal kiswa biittifaqi ulama, ni chakula pamoja na mavazi. Kwa maana mwanamume ikiwa hatoi chakula kumpa mkewe au hatoi mavazi kumpa mkewe, hapa anayo nafasi mwanamke kuivunja ndoa hii, anayo nafasi kadhi kuweza kuivunja ndoa hii. Kwa nini? Wanawachuoni wanasema alhayatu la tastaqiru wala tastamiru illa bihima, maisha hayawepo yakatulizana, maisha hayawezi yakaendelea isipokuwa hamiliki chakula, maisha hayawezi yakenda bila ya chakula. Kama mtu ama kitu ambacho ni chenginecho kisichokuwa hichi chakula pamoja na
mavazi, kama vile kuwa na uzito, mtu hamiliki sehemu ya kumweka. Kwa mfano maskan, nyumba, mwanamume hana nyumba ya kumweka mkewe. Je, hili nalo linazingatiwa ni katika mambo ambayo yanampa haki mwanamke kuweza kuivunja ndoa yake kwa sababu mume ameshindwa kumpa makazi? Tukija katika kauli asahi ya watu wa Shafi'ia, wao kwa wao wanasema inna lizawjati haqqu talabi fasakh nikah bi, pia mwanamke anayo haki ya kuomba kuivunja ndoa na kuachanishwa yeye na mumewe kwa sababu ya mume kushindwa kumpa makazi. Kisha wakaja baadhi ya wanawachuoni hao wa Shafi'ia wakasema al-aisaru amrun mu'tabar aidan bil udum, vile vile huu ufukara na uhitaji na umaskini unazingatiwa katika mboga, kwa maana anayo haki mwanamke kuivunja ndoa, kuomba kuvunjwa ndoa hii inkana zawju musir bitaami, ikiwa mume anamiliki lakini hamiliki mboga. Wao wakasema kwamba anayo haki pia vile vile. Alikuja kusahihisha na akasema haitakikani musiran bitaam ikiwa mume anamiliki chakula. Wamezungumza wanawachuoni kwamba ambayo ipo bihaithu yumkin lizawj anta kutoka kwa kadhi, kwa maana lau kama atakuwa mwanamume anao uwezo mwanamke kuitumia, hata kuwa na nafasi pia ya kuweza. Hivyo ikiwa mume huyu kama tulivyo huyu mwanamke kuchukua matumizi yake katika mali hii kwa njia yoyote kama ilivyotangulia, na miongoni mwa masharti haya au kadhi kuweza kuivunja ndoa ya mtu ambaye hana uwezo wa kumhudumia mkewe, ayakuna zawju qadimtana anin nafaqa allati yajibu alayhi, awe mume amejizuia kutoa matumizi, kumpa mkewe matumizi ambayo ni wajibu kwa mwanaume huyu kuyatoa katika wakati wa kuomba talaka huyu mwanamke. Yani haya matumizi awe mume amejizuia muda huu ambao huyu mke anaomba hii talaka. Ama ikiwa mwanamke huyu ameomba talaka kwa matumizi yaliyokushapita nyuma, kwa maana kama mwaka jana mwanamke huyu alikuwa hapati matumizi kutoka kwa mumewe, lakini mwaka huu akawa anapata. Sasa mwaka huu akaja akaomba matumizi yaliyopita mwaka jana, kwamba mwaka jana ulikuwa hunipi matumizi na inatakikana unipe matumizi yangu yote ya mwaka jana. Haipaswi mwanamke kuivunja ndoa yake kwa matumizi ya muda uliokushapita. Na kuna baadhi lakini ya wanawachuoni wanasema anayo, lakini kauli iliyokuwa na nguvu, hana haki mwanamke kuomba kuivunja ndoa yake baina yake yeye na mumewe kwa jambo hili. Na hili tunaweza tukalichukulia bitifaki ulama, kwa makubaliano ya wanawachuoni, pamoja na kwamba kuna kauli shadh ambazo hizi hazizingatiwi. Na wao walitoa dalili kwa akili, wanasema kwamba an-nafaqatu allati kana yajibu ala zawj an yunfiqaha, matumizi ambayo yalikuwa ni wajibu kwa mwanamume na inatakikana kwa mwanamume ayatoe fil waqti al-madhi, muda uliopita, tu'tabaru dainan kasairi duyuni, huzingatiwa kama ni deni kama baki ya madeni mengine. Kwa maana wanawachuoni wanatuambia kwamba lau kama mwezi uliopita ulikuwa humpi huduma mkeo, lakini mwezi huu uliopo ukawa unampa huduma mkeo, mwanamke huyu hana nafasi ya kuweza kuivunja ndoa kwa sababu ya kuwa mwezi uliopita alikuwa hapati huduma, na mwezi uliopita utazingatiwa kwamba ni deni kama baki ya madeni, kwa maana matumizi ya mwezi uliopita ambao ulikosa kumhudumia mkeo, unatakikana matumizi yale umlipe mkeo siku baada ya siku. Kama ni mwezi mzima utampa matumizi ya mwezi mzima uliopita, na hili litazingatiwa ni deni, lakini kwake yeye hatakuwa na nafasi ya kuweza kuivunja ndoa kwa deni la mwezi uliopita. Ama ikiwa atajizuia mume anil infaqi, kutoa nafaka, haya matumizi almustakbalia ya baadaye, kwa maana mwanamume akaacha kutoa matumizi kumpa matumizi mkewe, matumizi ya baadaye, wanawachuoni wameweka tafsiri kubwa katika hili. Lakini
Tukichukua Malikia, wao wanasema azawju idha arada safar, mwanamume atakapotaka kusafiri, fayajibu alayhi an yu'tiya zawjatahu nafaqatahu, ni wajibu mwanamume huyu kumpa mkewe matumizi yake, nafaqataha, matumizi yake, allati takfiha wa iyali, matumizi ambayo yanamtosheleza yeye na familia yake, muddata ghiyabi, muda wa kuondoka kwake huyu mwanamume akawa hayupo katika mazingira haya, ila an yauda min safarihi, mpaka atakaporudi katika safari yake. Kwa maana mwanamume pindi anapopanga safari ya kuondoka kwa muda wa mwezi, anatakiwa nyumbani aache matumizi ya mwezi mzima. Anapopanga kuondoka kwa muda wa mwaka, anatakiwa mwanamume huyu aache kumwachia mkewe matumizi ya mwaka mzima yanayomtosheleza mwanamke huyu pamoja na familia yake, ambayo yeye mwanaume huyu kaiacha hii familia katika nyumba. Ikiwa atasafiri sasa mwanamume na akaacha matumizi, lakini matumizi haya yameisha kabla ya mwanamume yule kurudi, wanasema watu hawa Malikia, falizawjati haqqu an tutaliba at-tafriq linafadi, anayo haki mwanamke huyu kwenda kwa kadhi na kuomba kuachanishwa kwa sababu ya kumalizika matumizi haya. Kwa maana uliacha matumizi ya mwaka mzima nyumbani na wewe umeondoka ukaenda safari yako kutegemea kwamba nitakaa mwaka mzima bila ya kurudi, lakini Allah alijalia haya matumizi yakaisha katikati ya mwaka au karibu mwaka unamaliza. Baada ya hapo akawa mwanamke hana matumizi. Watu wa Malikia wanasema kwamba anayo haki mwanamke kwa kumalizika yale matumizi ya kwenda kuomba kwa kadhi aachanishwe na ndoa hii ivunjwe. Ama ikiwa mume ambaye amesafiri ni maskini, alikuwa hamiliki, hana uwezo wa kumlisha, wa kumpa chakula mkewe kwa muda ambao unakuja yeye akiwa yuko safarini, hili pia wanawachuoni wamelifafanua kwa mfumo ufuatao. Wanasema in kana mu'siran, ikiwa mume ni maskini, la yastati'u an ya'mana li zawjatihi nafaqataha, hawezi kumpa mkewe matumizi yake muddata ghiyabi, muda wa kuwa huyu mwanamume hayupo katika nyumba, falizawjati haqqu talab alfurqati minhu, anayo haki mwanamke kuomba kuivunja ndoa hii. Kwa maana kama mwanamume anataka kusafiri kwenda katika sehemu ya mbali, akaiacha nyumba yake na mke wake pekee, na mwanamume huyu katika safari yake hii hana uwezo wa kuacha matumizi ya mwezi mzima ambao yeye atakuwa mwezi huu hayupo, mwanamke anayo haki ya kuweza kwenda kwa kadhi na kuomba talaka kwa sababu ya mumewe kutokuweza kumhudumia zile huduma za lazima zinazompasa yeye mume amhudumie mkewe. Lakini miongoni mwa masharti ambayo ni lazima yatimie ili awe na haki kadhi au mke wa kuweza kuivunja ndoa hii, ambayo tunaona mwanamume ameshindwa kumhudumia mkewe katika ndoa hiyo, adamu kauni zawja radhiya bilmuqam ma'a zawjiha almu'sir, kusije kuwepo na ridhaa ya mke, asije akawa huyu mke ameridhika kukaa na mumewe akiwa ni maskini. Kwa maana lau kama mwanamke ameridhika kukaa na mumewe ambaye ni maskini, akiridhika na hali hii, basi tuna wanawachuoni wametufafanulia masala hii kwa madhhabi tofauti, lakini madhhabi ambayo itakuwa na nguvu na kuifanyia kazi ni kauli ya wanawachuoni wanasema, inna lizawjati haqqu talabi fasakhi nikah, anayo pia haki mwanamke ya kuweza kuivunja ndoa hii, idha kana zawju mu'siran bin nafaqa, ikiwa mwanamume huyu ni maskini, hana uwezo wa kutoa matumizi ya kumpa mkewe, ay la yastati'u an yunfiqa ala zawjatihi ma yajibu alayhi an-nafaqa infaqu, hana
uwezo wa kuweza kutoa kumpa mkewe kile ambacho ni wajibu mwanamume huyu kukitoa kumpa mkewe katika matumizi. Wa in kanat zawja sabaqat laha an radiyat bihi qabla dhalika, hata kama ikiwa imetangulia mwanamke huyu akawa ameridhika na hali hii kabla ya hapo. Kwa maana kabla alikuwa huyu mwanamke ameridhika kuishi na mumewe akiwa hivyo hivyo maskini, lakini ikaja ikafikia hatua subra yake ikamalizika kutokana na mwenendo wa maisha na ugumu wa maisha ambao anapitia yeye pamoja na mumewe. Akaamua kughairi na kurudi nyuma. Anayo haki ya mwanamke huyu kughairi na kuomba kuachanishwa na kubatulishwa na kuvunjwa ndoa hii ambayo yeye anaishi nayo pamoja na mumewe katika maisha haya magumu. Nao wakatupa hoja, wakasema kwamba ujubu al-infaq au ujubu infaqi zawj, ule wajibu wa mume kutoa matumizi ala zawjatihi, kumpa mkewe, yatajaddad fi kulli yawmin, inakuwa ni jambo jipya kila siku. Kwa maana leo ni wajibu kumpa wewe matumizi mkeo, na kesho tena inakuwa ni wajibu tena kumpa mkeo, na kesho kutwa ni wajibu kumpa matumizi. Kwa kila siku yanakuwa ni mapya, kiasa ala sairi ibadatin ukhra, wakiwa wanakisia baki ya ibada nyingine, kwa sababu kumpa matumizi mke ni miongoni mwa ibada. Kwa hivyo wao wamekisia katika ibada nyingine, kila siku ibada inakuwa ni mpya, inakuja tena mpya, na hivyo matumizi yanakuwa ni mapya. Hivyo mwanamke anao nafasi, kama huku nyuma alikuwa ameridhika kuishi na mumewe akiwa ni maskini, subra yake ikaja ikamalizika, anayo haki ya kuweza kuiomba talaka baada ya yeye kuona maisha haya mimi kwangu siwezi kuyavumilia. Hebu njoo tuzungumze tena pamoja kuhusiana na aina ya furqa, aina ya talaka ambayo inatuka talaka hii kwa sababu ya mume kujizuia kumpa matumizi mkewe. Hal taka talaka am fasakha, je, hii inatuka kuwa ni talaka au ni faskhi? Na ikiwa inatuka kuwa ni talaka, je, inatuka kuwa ni talaka ya rejea au inatuka kuwa ni talaka ya bain? Watu wa madhhabi ya Malikia walikuja kulifafanua jambo hili, wakasema talaka ambayo inatuka kwa sababu ya wanandoa wawili, kwa sababu ya wanandoa wao hawa wawili kushindwa kuishi pamoja kwa sababu ya umaskini, ya kushindwa mwanamume kumpa matumizi mkewe, na talaka hii ikatolewa kwa hukumu ya kadhi au kwa amri kutoka kwa kadhi, fatalaq at-talaqu ar-raj'iyya, talaka hii itakayotuka hapa inahesabika ni talaka ya rejea. Kwa maana tunafahamu ikiwa wameyazungumza haya, anayo nafasi na haki mwanamume huyu kumrejea mkewe maadamu mwanamke huyu yupo katika eda. Wao wanasema, watu wa Malikia, kwa maana hii talaka ambayo anaitoa kadhi kwa sababu ya mume kushindwa kumhudumia mkewe, talaka hii ni ya rejea. Hivyo anayo haki huyu mwanamume kumrejea mkewe muda ambao mwanamke huyu atakuwa yupo katika eda. Lakini wakaweka sharti, wakasema yushtaratu li sihhati rajaa, ni sharti kusihi kurejea azauji li zawjati, kumrejea huyu mume kumrejea mkewe, bi an yatahawala halu azauj ila min al-usri ila al-yusri, ibadilike hali ya mume ambaye yeye amevunjiwa ndoa yake na kadhi, ibadilike hali yake kutoka katika hali ya umaskini kwenda katika hali ya utajiri, kuweza kumiliki kile chakula, kwa maana isije ikawa yuko na hali ile ile. Anasema wa yakunu qadiran ala nafaqati zawjatihi alwajiba alayhi, na awe sasa ana uwezo wa kutoa matumizi yale ya lazima kumpa mkewe, na ikiwa atamrejea kabla ya kuthibiti haya, basi rejea hii inazingatiwa kuwa ni batil na wala haisihi. Kwa maana ili tuweze kumruhusu mwanamume huyu kumrejea mkewe, pamoja na kwamba tumesema ni talaka hii ni ya rejea na anayo nafasi ya kumrejea, kuna sharti lazima ibadilike hali ya huyu mwanamume
kutoka katika hali ya kutokuweza kumhudumia mkewe kwenda katika hali ya kuweza kumhudumia mkewe. Ikiwa bado hali yake haijabadilika, rejea yake wanasema haitazingatiwa. Hii ni kinyume na madhhabi ya watu wa Shafi'ia. Wao wanasema alfurqatu allati taqa'u li'adami infaqi az-zawji ala zawjatihi fasqu, ile kuvunjwa ndoa ambako kunatokea baina ya mume na mke baada ya mume kushindwa kutoa matumizi kumpa mkewe, hii inahesabika kama ni fasqu ikiwa itatokea kwa hukumu ya kadhi. Kwa maana kama kadhi ndiye ambaye ameivunja hii ndoa, hii itahesabika ni fasqu. Ama ikiwa itatokea kwa upande wa mume kwa ombi kutoka kwa kadhi, kama kadhi kumwamrisha huyu mume amwache mkewe na yeye akamwacha mkewe, mume akamwacha mkewe kwa amri ya kadhi, fatalaquhu kanat talaqan raj'iyya, hii talaka yake inakuwa ni talaka rejea. Kwa maana kama aliyehukumu kuivunja ndoa hii atakuwa ni kadhi, hii itakuwa ni fasakh. Na kama itahukumiwa aliyeivunja ndoa hii atakuwa ni mume kwa amri ya kadhi, kama kadhi kumwambia mume wa huyu dada au huyu mama, muache mkeo kwa sababu ya wewe kushindwa kumhudumia, kumpa zile huduma za lazima, na mume akaamua kumwacha mkewe kwa khiari au pasina khiari kwa sababu ya kusikiliza amri ya kadhi, talaka atakayoitoa itakuwa ni talaka ya rejea, na wala itakuwa ni talaka ya rejea. Lakini ikiwa talaka hii talaka anayoitoa haijakamilisha talaka 3 au haikuwa ni talaka kabla ya kumuingilia, ama ikiwa inakuwa amemwacha talaka 3, ameshakamilisha talaka 3, au amemwacha kabla ya kumuingilia, hii itakuwa ni talaka bain kama tulivyowahi kufafanua huko nyuma. Na hii ni madhhabi kama tulivyosema ya Shafi'ia pamoja na Hanabila. Tuje tuangalie tena kitu chingine, alfurqa li'adami al-infaq, kuvunjwa ndoa kwa sababu ya kutokutoa matumizi. La yaka illa idha hakama biha alqadhi, haiwezi ikatuka isipokuwa pale atakapo hukumu kadhi, biittifaqi alqailina bijawazi tafriq bi, kwa makubaliano ya wale ambao wanasema haitofaa kutenganishwa ndoa isipokuwa kwa jambo hili. Kuna mulahadha thania, hal yuqi'u alqadhi alfurqa bisababi i'sari an-nafaqa ala alfawri au ala at-tarahi? Je, ni wajibu au kadhi talaka ambayo anaitoa kwa sababu ya mwanamume kushindwa kumhudumia mkewe, talaka hii inatakiwa itolewe papo hapo au talaka hii ni ya kuchelewa? Tuna khilafu za wanawachuoni katika hili. Ruksa ya kuweza kutoa talaka huyu kadhi kwa sababu ya mwanamume kushindwa kumhudumia mkewe zile huduma za lazima. Ikiwa mwanamke huyu ndiye ambaye amepeleka jambo lake kwa kadhi, yeye ndiye aliyepeleka ombi lake kwa kadhi, na akamuomba kadhi aivunje ndoa hii kwa sababu ya hali aliyokuwa nayo yeye na mumewe, kushindwa mumewe kumhudumia huyu mwanamke. Fa in qala innahu mu'sir, na huyu mwanamume akaja akathibitisha kwamba yeye hana uwezo wa kumhudumia mkewe, wa athbata aisara, akaja akathibitisha ule umaskini wake wa kutokuweza kumhudumia mkewe, fa innama ala alqadhi an yu'ti az-zawj muddata yaraha huwa bijtihadi, anayo nafasi kadhi, anayo fursa kadhi, na wadhifa wake ni kumpa huyu mwanamume muda ambao anaona kadhi muda huu anaweza akajiandaa huyu mwanamume kuweza kuyaandaa na kuyatafuta maisha yake kiupya. Fa in madat, ikiwa utapita muda hule aliopewa na kadhi, walam yunfik, na wala hakuweza kupata matumizi ya kumpa mkewe,
talaqa alqadhi alayhi, qadhi atatoa talaka hapo hapo. Na kwa kiwango hichi tulichofikia, insha Allah tusimame kwa uwezo wake Allah, tukutane katika halaka inayokuja ambayo tutakuja kukamilisha biidhnillahi taala. Je, hichi anachokitoa kadhi, talaka hii anayoitoa kadhi, anatakiwa aitoe papo hapo au anatakiwa ampe muda mume wa kuweza kujitafuta baada ya kuthibitisha kwamba yeye hana uwezo wa kuweza kumhudumia mkewe, au ni kinyume chake? Ni halaka inayokuja insha Allah biidhnillahi taala. Wa ila huna, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.